Ni dhahiri kwamba kazi ya kueneza Injili bado ni kubwa, lakini kwa neema ya Mungu na kupitia mshikamano wa waumini, Tanzania inazidi kung'aa kama taa ya matumaini katika Afrika. Kanisa la Waadventista wa Sabato linaendelea kuwa sauti ya matumaini na mwanga wa wokovu kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo. Kufuatia kazi ya Injili kuendelea kupanuka katika division ya Afrika Mashariki na Kati, hususan nchini Tanzania, kazi ya uanzishwaji wa fieldi mpya bado ingali ikiendelea, ambapo kwa juma hili katika Mbiu ya Kusini tunaangazia sherehe ya uzinduzi wa fieldi mpya ya Indian Ocean Trial Field. Mimi ni Mbonea Daniel, karibu. Baada ya East Coast Field pamoja na Zanzibar Attached Field kuzinduliwa katika juma lililopita, juma hili imezinduliwa field ya Indian Ocean Trial Field. Akizungumza katika ibada iliyofanyika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mchungaji na Daktari Godwin Lekundayo, ambaye ni mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, ameeleza kuwa Indian Ocean Trial Field ipo katika matayarisho ya kuwa field kamili. Hivyo mshikamano na umoja katika kazi ya Mungu ni nyenzo ya kuifanya kuwa field kamili. Mimi nimetumwa hapa na kanisa, maana tulivote kwenye kamati kuu tendaji ya Union kwamba wamewaruhusu muwe trial field. Mnaanza kunielewa. Na hii ni nzuri sana, maana ili mje mfanywe field itategemea mtaonyesha uwezo kwa namna gani. Lakini ninapoangalia dalili zote zinaonyesha kwamba kabla mwaka huu haujaisha, mwaka huu ni mwaka gani? 2025, kabla haijaisha, nilikuwa nawaeleza viongozi wenu hapa, ikiwa mtaenda kwa mwendo huu mnaokwenda na matayarisho ya namna hii, mapokezi ya namna hii, kwa hakika atakuja mzee Ruguri asimame aseme na watangazia ninyi sasa ni field kamili. Hiyo sina wasiwasi. Na uzuri hata hii hatua anajua hatufanyi kwa siri, kwamba Pastor Lekundayo leo anawaandaa wale watu ili waive, niende nikawatamkie kwamba wamekuwa field. Katika matayarisho hayo ambayo ninaamini ikiwa tutaenda, narudia, kwa spidi nzuri hivi, kikao cha mwisho wa mwaka cha division cha mwisho wa mwaka huu wanaweza wakavote kwamba Indian Ocean wamepitishwa wawe field kamili. Aidha, mwenyekiti huyo wa Union ya Kusini mwa Tanzania akaweka mkazo katika kujitoa ili kufanikisha kazi ya utume katika field hiyo ya majaribio ya Indian Ocean. Na kwa hivyo tunatamani ndani ya hii miezi michache wajitokeze akina mama, akina baba watakaoonyesha kwamba kweli tumekomaa, wana Indian Ocean tunaweza tukafanya. Wengine watoe viwanja, sio kwa kiwanja tuna banana. Wengine waseme bati zote za kujengea nitatoa. Wengine waseme mchanga wote nitatoa. Wengine waseme mbao zote nitatoa. Wengine waseme, yani watu watoe mpaka tupeleke habari kwamba hao wana Indian Ocean hata jengo lao la ofisi limekuwa kubwa kuliko la Union. Naye mwenyekiti wa field ya Indian Ocean, mchungaji Kennedy Warumbe, akapata nafasi ya kutaja wakurugenzi wa idara mbalimbali ambao wameteuliwa na kamati kuu ya Union ili kuhudumu pamoja na kamati ya field hiyo. Tunaye Pastor Lamek Maiga ambaye yeye ni mkurugenzi wa vijana pamoja na muziki. Tunaye mchungaji Sadiki Lukinga ambaye yeye atakuwa ni mkurugenzi upande wa uwakili pamoja na maendeleo.
Tunaye Pastor Nasib Maiga ambaye atakuwa ni uchapishaji, elimu, afya na roho ya unabii. Tunaye Pastor Samuel Baravuga ambaye yeye atakuwa na huduma binafsi, AMR na utume wa Kiadventista. Tunaye Madam Marietta Victoria Kesi ambaye yeye kwa bahati mbaya tunaye hapa, atakuja baadaye. Huyo yeye anaitwa Marietta Victoria Kesi. Yeye atakuwa mkurugenzi wa wanawake pamoja na idara ya watoto. Naamini kwamba tutaungana naye baadaye hapo mbele. Baada ya hapo kuna wajumbe waliopendekezwa kwa ajili ya kuunda kamati ya tendaji wakitusaidiana kwa ajili ya kwenda. Nianze na wawakilishi ambao tunawaita lay representative, wale ambao watakuwa wanawakilisha washiriki. Tunaye Albert Chamrio, huyu yeye anatuwakilisha akitokea upande wa uhasibu. Yeye atakuwa ni mjumbe wa kamati. Tunaye Naomi Mwakalonge, naye atakuwa ni mjumbe wa kamati. Kitaaluma yeye ni mwalimu. Haya, nikiendelea tunaye mhandisi Emmanuel Magori. Huyo ni mhandisi kwa taaluma yake, naye atatuungana nasi katika kuwa wajumbe wa kamati kuu ya conference. Tunaye mwanasheria, huyu ni Joseph Nyachia. Yeye naye ni mojawapo wa mjumbe wa kamati tendaji ya field yetu. Naomba mali kama yuko karibu hapa aje, kama hapa anakuja. Asante sana. Lakini pia tunaye Daktari Mary Chacha. Daktari Mary Chacha atakuwa yeye ni upande wa daktari, maana kamati yetu tumechukua kada mbalimbali. Kutoka hapo nije kwa wawakilishi, tunaita frontline pastors. Hawa ni wachungaji ambao watakaa kwenye kamati wakiwakilisha wachungaji wenzao. Tunaye mchungaji Christian Kivuyo, atakuwa mjumbe wa kamati akiwakilisha wachungaji. Na pia tunaye mchungaji Amos Chota, huyu akiwa wanakilisha wachungaji. Pastor Chota yuko hapa, yuko kwenye kambi la vijana kule Guta, kile jina lake limekuja hapo. Mwenyekiti wetu na kiongozi wetu wa kazi, hao ndio wajumbe pamoja na wakurugenzi pamoja na maofisa. Asante sana. Mara baada ya wakurugenzi na wajumbe wa kamati kuu kutajwa, uzinduzi rasmi wa ofisi ya muda katika field hiyo ukafanyika, ambapo katibu mkuu wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji na daktari Jeremia Izungo, pamoja na mhazini mkuu wa Union hiyo Elda Shabatu walizindua rasmi ofisi hiyo. Chochote kinachoanzishwa na Mungu daima kinafanikiwa. Amen. Ndio maana tunaanza kumwita leo mahali hapa, ili mpango huu wa trial uishie hapa, baadaye iwe field kamili inayojitegemea, ili malengo ya Mungu yapate kutimilika. Amen. Naomba mumtegemee Mungu. Amen. Fungu la mwisho ni kitabu cha Yoshua 1 fungu la 8. Yoshua ameachwa peke yake, Musa hayupo, mbele yake na safari ndefu ya kupeleka Israeli katika nchi ya Kanaani. Hajui changamoto ambazo ziko mbele yake, lakini maelekezo ya Mungu kwa sahihi kwake. Aliambiwa hivi na Mungu, fungu la 8 Yoshua 1, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana nini na usiku, ili upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote ambayo yameandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, na kisha ndipo utakapostawi sana. Field hii inakwenda kustawi sana. Amen. Inakwenda kufanikiwa sana. Amen. Kwa kuzingatia vigezo, kufanya sawa sawa na maelekezo ya Mungu katika maandiko matakatifu, Roho nabii na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wabariki, Bwana atangulie, aufanikishe mwanzo mpaka mwisho
Kwa jina la Yesu, amina. Mwenyekiti wa Field Mchungaji Kennedy Warumbe akaeleza mikakati walionayo ili kufikia hatua ya kuwa field kamili, huku akifafanua mipaka katika maeneo yanayounda field hiyo. Kama mwenyekiti wa field hii, nipende kumshukuru Mungu sana. Field yetu ina mega sehemu ya mkoa wa Pwani, alafu inaenda mpaka mpakani mwa mkoa wa Lindi, inakuja mpaka huku Kigamboni kote. Kwa mtu ambaye labda sielewi hiyo ramani, kwa kutumia barabara ya Morogoro Road, ukifika pale kwenye daraja la Mfugale, kuanzia upande wa kushoto mwa barabara inakuwa ni Indian Ocean Field. Utaenda nayo mpaka ukute barabara ya Kilwa. Sasa ukiwa unaelekea Kilwa, upande wote wa kushoto ni eneo la Indian Ocean. Inaenda mpaka inapakana na mpaka wa Lindi. Hapo ndipo unakuwa umemaliza eneo hili la Indian Ocean Field. Field yetu ni ya majaribio kulingana na taratibu za kanisa, lakini mimi kama mwenyekiti nimeendelea kuwatia watu moyo. Tunatamani hii field isichukue muda mrefu. Kwa nini? Ukiangalia katika habari ya idadi ya washiriki, idadi ya makanisa na moyo wa washiriki wa kufanya kazi, waje tu waelekezwe, na sisi kazi yetu kama viongozi ni kupika njozi na kuzipeleka. Mikakati ambayo tunayo, moja ni lazima tuongeze idadi ya waaminifu, kwa sababu uwezo ukawa field kamili ikiwa hauko vizuri katika masuala ya kimapato, ili tuweze kujiendesha. Hilo jambo linawezekana. Jambo la pili, tutaweka sana katika habari ya uinjilisti. Batuzuri kwamba katika eneo letu tuna maeneo mengi ambayo bado ni mapya, hata maeneo hapa ya Kigamboni bado kuna maeneo hapo bado hajafikiwa. Ukienda maeneo ya Kibiti bado kuna maeneo mengi ambayo hajafikiwa. Kwa hiyo kwa kuunganisha washiriki na kuwapatia ile roho ya utume, tutafanikiwa kufikia malengo ya kuweza kuwa field kamili. Lakini bado kuna habari ya mradi wa ofisi. Kama ambavyo umeona hapa, hili ni jengo ambalo tumelikodisha, na batuzuri kwa imani tumelipa kodi ya mwaka moja. Kwa hiyo tunatamani huu mwaka moja unapokuwa umemalizika, tusiendelee kupanga mahali hapa. Tuwe tayari tumepata ofisi yetu, ili hata viongozi kwamba jamani mje hapa tutatee field waweze kutupatia. Mchungaji Jonas Singo ni katibu wa field hiyo. Hapa anatoa takwimu ya idadi ya washiriki wanaounda Indian Ocean Trial Field. Hii kazi imeanzishwa na Mungu mwenyewe. Sisi tu ni wajumbe na watumishi wake. Tunamshukuru Mungu ya kwamba jimbo limeanza kwa nguvu, na tunaamini ya kwamba kwa ari na mwamko wa washiriki uliopo, jimbo litakimbia vizuri. Chini ya uongozi wa mchungaji Kennedy Warumbe kama mwenyekiti wetu, kazi itasonga mbele daima kwa utukufu wa jina la Bwana. Washiriki wataongezeka. Jimbo hili linatengwa likiwa na takriban washiriki 16,700, lakini naamini ya kwamba ndani ya muda mfupi tutafika washiriki 20,000. Kwa hiyo pamoja na kazi ya uinjilisti na timu ya wainjilisti tulionao na watu ambao wamejitoa TMY, kila mmoja kuwa mwinjilisti, kutoka kwa mtazamaji kuwa muhusika, tunaamini ya kwamba kazi ya Mungu itasonga mbele kwa uhakika. Kwaya zote, vijana wote, wakina mama, watoto wote waingie kazini. Yesu anarudi, watu waandaliwe. Kwa upande wake, dada Stella Mahega ambaye ndiye mhazini mkuu wa Indian Ocean Trial Field akatoa wito kwa waumini wanaounda field hiyo. Ninamshukuru Mungu kwa uanzishwaji wa jimbo hili, na tunaona jinsi ambavyo kazi ya Mungu inakuwa, na tunavyoona jinsi ambavyo washiriki wamelipokea vizuri, wachungaji. Tunaamini kabisa kazi ya Mungu katika maeneo haya itakuwa zaidi, kwa sababu huduma imesogezwa karibu, na wachungaji pia watakuwa na maeneo ya kufika kuwafikia watu kwa ukaribu zaidi. Toa wito kwa washiriki wa jimbo hili kwamba waweze kuwa na umoja. Umoja uanzie kwanza kwenye familia zao, uende kanisani, lakini pia ushirikiano kati ya washiriki na wachungaji na wazee wa kanisa. Katika hayo yote yakifanyika hivyo, mafanikio ni ya hakika. Kwa hiyo ninatoa wito kwao waweze kujitokeza
kufanya kazi ya Mungu, kufikia maeneo mapya, tuweze kusukuma kazi ya Mungu kwa pamoja. Mchungaji January Sikazwe, mwenyekiti wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, ameonyesha furaha yake kwa kuzaliwa field hiyo ambayo ilikuwa ni sehemu ya Conference ya SEC. Kwangu mimi, kwa kutenga hii field ni njia mojawapo ya kupanua kazi ya Mungu. Kwangu ninaona ni mafanikio makubwa sana ya kazi ya umoja na ushirikiano ambao tumeshirikiana pamoja na maofisa wenzangu tuliokuwa nao, na hasa wale pia waliotangulia katika maofisa waliotangulia pamoja na wachungaji, na hatimaye pamoja na washiriki kufikia hatua hii ya kufikia washiriki hata kugawa jimbo jingine jipya ili kugawana majukumu ya kazi na huduma kwa ukaribu kwa washiriki. Hii ni mafanikio makubwa sana yanayotuonyesha ya kwamba kazi ya Mungu inakuwa. Kwangu ni furaha kubwa sana kuweza kutenga jimbo hili jipya, na Bwana wabariki. Ninachowaomba, ninawaombea baraka za Mungu, naombea umoja, naombea mshikamano na ushirikiano kwa ajili ya kazi ya Mungu, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Katika hatua nyingine, mwenyekiti huyo wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania akatoa ushauri kwa viongozi wa Indian Ocean Trial Field kuweka mikakati madhubuti ili kujenga jengo la ofisi ambalo litaleta utukufu kwa Mungu. Kuwa na ofisi ni jambo la muhimu sana, mahali ambapo viongozi wanaketi na kukaa na kupanga mipango. Na hivyo ushauri wangu ni kwamba jambo hili wana Indian Ocean waliwekee mipango na mikakati ya kuweza kuanzisha ujenzi. Kwa bahati nzuri, mwenyekiti ambaye amekuwa mwenyekiti wa jimbo hili tulikuwa pamoja naye na alikuwa katibu wetu, na tulikuwa tunapanga pamoja, tunajadili pamoja. Kwa hiyo njia zote ambazo tulikuwa tunazitumia anazifahamu. Kwa hiyo sina wasiwasi, ninaamini ya kwamba watajenga jengo zuri linalomtukuza Bwana. Je, waumini mbalimbali ambao wamehudhuria katika uzinduzi wa field hiyo wanasemaje kuhusu tukio hilo la ujio wa field mpya katika maeneo yao? Tunaungana kama field mpya kuanzia viongozi wetu na washiriki wote katika umoja wa kutimiza utume wa kanisa la Mungu ulimwenguni, na tunao tumaini kubwa ya kwamba sasa kwenye upande wa Indian Ocean Trial Field makanisa yataongezeka, matoleo yataongezeka, makundi mapya, na katika umoja wa washiriki na viongozi wa kanisa kazi kubwa ya Bwana itasonga mbele, na tuna matumaini kwa neema ya Bwana muda sio mrefu field yetu itaponga kuwa field rasmi na baadaye kuwa conference kamili, na kazi ya Bwana kusonga zaidi upande wa Indian Ocean Field. Tunafurahi kwa sababu imekuwa ni surprise kubwa sana hasa kwa kanisa letu. Lakini binafsi pia nimefurahi kwa sababu tumeletewa ugeni mkubwa ndani ya kanisa la Kibada ambao hatujawahi kufikiria, na pia ni uzinduzi wa makambi ambao tunaanza siku ya leo. Lakini katika field yetu mpya ambao sasa inaenda kuzinduliwa upya, kama mshiriki nitazidi kuiombea field hii, lakini na kutafuta watu wengi kwa ajili ya kupanua field iwe kubwa na tuzidi kuwa na watu wengi na kazi iendelee kusonga mbele kwa ajili ya Injili, na kuwatafuta watu baadhi ambao wako nje na kuwaleta ndani ya kanisa. Kama mshiriki nitakuwa na changamoto kubwa ambayo ya kupambana kwa ajili ya maombi, kuwaleta washiriki ndani ya kanisa kwa kukuza field yetu na kanisa letu kwa ujumla. Faida kubwa kwangu au kwa kanisa letu ni kwamba kazi itakuwa rahisi, kwa sababu field inapotengwa kuwa field nyingine, ina maana kwamba majukumu ya kazi yanapungua, lakini watumishi wanaongezeka. Kwa hiyo urahisi wa kufanya kazi unakuwa ni bora, kwa sababu kama seki ina maeneo mapana, lakini kwa sehemu hii iliyotengwa ya field hii ya Bahari ya Hindi, ina maana kwamba itaongeza kazi vizuri na kazi itatanuka kwa namna moja ama nyingine. Kwa maelezo ya viongozi wetu kwamba tunapaswa kuwa na ofisi zetu, hivyo nina imani kwamba Mungu atasaidia huu mpango ili tuweze kupata ofisi na kazi ya Mungu iweze kupanuka katika maeneo yote. Pia nimefurahi kwamba hata huduma ya wachungaji itaongezeka kwa sisi tulioko mbali na mtaa huu mfano wa Kimbada. Tutapata wachungaji katika mitaa yetu ya Kimbiji huko kwa ajili ya huduma zaidi, na kazi ya Mungu itasonga mbele.
ni shangwe tele, ni shangwe tele, ni shangwe juu mbinguni, mbingu za furahi kuona uzao, uzao wa Fili Indian Ocean ikizaliwa siku hii ya leo. Ni shangwe tele, ni shangwe tele, ni shangwe juu mbinguni, mbingu za furahi kuona uzao, uzao wa Fili Indian Ocean ikizaliwa siku hii ya leo. Ni shangwe tele, ni shangwe tele, ni shangwe juu mbinguni, mbingu za furahi kuona uzao, uzao wa Fili Indian Ocean ikizaliwa siku hii ya leo, ikizaliwa siku hii ya leo, ikizaliwa siku hii ya leo. Mafanikio haya hayatokani tu na juhudi za kibinadamu, bali ni matokeo ya uongozi wa Roho Mtakatifu, huku kauli yake mwenyewe ikiwa enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Agizo hili linabaki kuwa dira ya kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania, likiongozwa na upendo wa Kristo na ari ya kuona kila mtu anamjua Mungu. Tukutane tena juma lijalo katika Mbiu ya Kusini. Mimi ni Mbonea Daniel.